Mwanaume mmoja mkazi wa kijiji cha Hala, wilaya ya Babati mkoani Manyara, Gabriel Noel mwenye umri wa miaka 45 amefariki dunia baada ya kudaiwa kushambuliwa kwa kitu kizito na rafiki yake Adam Keto katika tukio linalodaiwa kusababishwa na ugomvi wa kadi ya kumbukumbu, yani memory card ya simu. Tukio hilo linadaiwa kutokea Disemba 17 mwaka huu 2025 katika mazingira ambayo chanzo chake kinaelezwa kuwa ni kugombania kadi ya kumbukumbu ya simu kati ya marehemu na mtuhumiwa. Baada ya kutekeleza tukio hilo, mtuhumiwa Adam Keto alikimbia msituni na hadi sasa hajafanikiwa kukamatwa, huku juhudi za kumtafuta zikiendelea kwa ushirikiano wa wananchi pamoja na viongozi wa kijiji hicho. Akizungumzia kuhusu tukio hilo, mwenyekiti wa kitongoji cha Hala Kati, Emmanuel Hando, amesema mtuhumiwa anadaiwa kuwa na historia ya vitendo vya uhalifu ikiwemo kuwashambulia watu na kutoweka baada ya kutekeleza matukio hayo, madai ambayo yapo chini ya uchunguzi wa vyombo vya usalama. Mimi natumika na bana, hizi ni ripoti zaidi. Tukio ilitokea hapa mahali tulipo, mtu kupigwa na kuuawa, na yule aliyempiga anaitwa Adam Keto. Marehemu anaitwa Gabriel Noel. Mimi nilipigiwa simu na mwenye nyumba. Baada ya kupigiwa simu nikakimbia na kuwahi kwenye eneo la tukio. Ndipo nilipofika nikakuta marehemu yuko chini na mtuhumiwa hayupo, amekimbia. Na basi nikafanya mawasiliano na mwenyekiti wangu na wa kitongoji, nikapiga simu ili tuungane tupate mkusanyiko wa watu namna ya kumpata, namna ya kumsaidia aliyefanyia tukio mbaya la mauaji. Basi baada ya hapo simu ikapiga polisi. Baada ya kukubaliana simu ikapiga polisi wakaja wakafanya uchunguzi na kuwahoji baadhi ya watu na kuondoka na taarifa zao na kumbeba mwili wa marehemu. Chanzo cha ugomvi kilikuwa ni nini kulingana na taarifa za awali mlizonazo? Baada ya kufika pale na kuuliza chanzo ni nini, waliosikia ambao waliokuwa nao kama marafiki kuwauliza, wakasema walikuwa wanagombania memory ya simu na simu, kwamba simu ilipotea wakawa wanagombania simu hiyo. Hivyo basi ndio ikachukulia ugomvi wao na kuleta haya maafa. Huyu kijana aliyefariki dunia na huyu aliyemsababisha mwenzake kifo ni wakazi wa hapa wote? Ndio, wote ni wakazi wa hapa, tena ni marafiki wako nao kila siku. Kuna historia ya kuwa na ugomvi kati yao wawili? Hapana historia yoyote, wala isipokuwa huyu mwingine ana historia chafu. Mara nyingi tunavisikia na piga wenzake, huwa mara nyingi hashikiki. Huyu mtuhumiwa huwa mara nyingi akifanya tukio anakimbia. Huwa anadharau sana wenzake, kwa hiyo sio mtu mzuri sana kwa kitongoji hiki. Kuna tukio labda aliwahi kulitenda? Ndio, aliwahi miaka nyuma, aliwahi kumpiga mjombaje, amemvunjia nyumba, kaingia ndani usiku akamkatakata na panga. Kwa hiyo swala hilo lilikuwa na kindugu, ilikuwa ni ndugu yake, kwa hiyo wakamaliza wenyewe. Kwa hiyo baada ya hapo sisi hatukujua kilichoendelea, waliishi tu hivyo mpaka leo. Ndio, na tukio lingine walishawahi kuchoma nyumba ya wakwe, maana alikuwa na mke wake alitoroka, kwa hiyo akawahi kuchoma nyumba ya wakwe. Kwa hiyo ni matukio makubwa ya aina hiyo. Kwa hiyo ni mtu sugu sana. Jana baada ya kutokea tukio nilipanga vikosi vya kufanya doria, vikosi 9 na uongozi wao na makamanda wao. Kwa hiyo usiku wa kulala mpaka muda huu hapa ninaongea na wengine bado wako porini wanazunguka. Hivyo bado mpaka sasa hatukuona, ila tuliona nyayo, sababu kuna kamvua kamepita, kwa hiyo kuna nyayo zinaonekana akiwa akitembea huko msituni. Kwa hiyo ni nyayo tu, bado hatukufanikiwa chochote. Ujumbe wangu ni kwamba matokeo haya sio mazuri. Hiyo basi viongozi, baadhi ya viongozi kwa mambo kama haya tuwakemee, na pia wazazi tunapoona watoto wetu wana tabia kama hizi ambazo hamna ushirikiano na jamii, tujaribu kuwashauri ili warudi, ili tuepukane na matukio mabaya na mnayoitoa hoji. Wakirudi nyumbani mwao, wazazi wahoji, maana sasa hivi wamekuwa huru mno, ndio hoji vijana wetu wa sasa
Kwa hiyo wanafanya matukio wanaachwa. Kwa majina naitwa Teofili John Soska, mwenyekiti wa kijiji cha Hala. Asili la jana limetokea katika mvutano, na mvutano ule waliovutana walikuwa wanavutania kuhusu simu, hususan memory card walikuwa wameweka kwenye redio. Memory card ile, baada ya memory card kuna simu ambayo ilikuwa inaonekana haionekani. Pia alimuua mwenzake alikuwa anatafuta simu. Katika hali ya kuuliza basi hajajua ni nani aliyechukua hiyo simu. Basi baadaye ndo akanyanyua mti mkubwa na kumpiga huyo kijana anayeitwa baba mtu mzima kwa mwaka 1980. Kwa hiyo ana umri mkubwa, si mtoto mdogo. Kwa hiyo yeye mti ule na kumpiga. Aliyepigwa hajalewa. Aliyempiga mwenzake huwa na kunywa pombe. Na kwa jana pia alikuwa anadai alikuwa amechangamka, amelewa kidogo. Ndio ushauri wangu, maoni yangu kwa vijana, ndio tokeo ni baya, sio zuri kijamii, hata kwa maisha ya kawaida sio zuri. Kwa hiyo hasa vijana wasichukue sheria mkononi, na wakati mwingine basi kabla ya kutenda wachukue muda kutafakari kwanza. Waondokane na unywaji wa pombe au madawa ya kulevya, sababu inamaanisha kutoka kwenye hali ya kawaida kwenda kwenye hali nyingine, na anaweza katenda na wengine akasingizia ni pombe, lakini basi au ametumia kilevi fulani. Kwa ushauri wangu basi vijana wasitumie vilevi, watumie vile vitu vya kawaida ambavyo haviwezi vikamhamisha akili. Habari mimi kwa majina naitwa Justin Bora. Mimi ni ndugu wa marehemu ambaye ni binamu huyu aliyefariki. Kwenye harakati za upelelezi tulipata taarifa kutoka kwa majirani, nilipita asubuhi hapo akiwa ameshikilia mfuko mkononi akikimbia kuelekea msituni. Kwa hiyo ndio mahali watu tukajipanga kwa vikosi takriban 6, tukajigawa kwa makundi, tukaingia msituni tukiendelea kumsaka. Mimi kwa majina naitwa Steven Thomas, ni mkazi wa kijiji cha Hala, na hapa nilipo ndio kwenye ofisi yangu. Kwa ujumla tukio hili mimi limenisikitisha sana, kwani kwanza sikuwepo katika mazingira haya. Lakini mnamo saa 12 ya jana jioni nilifika kwenye eneo hili hapa, mtoto wangu akiwa katika tukio hili akiendelea kuhudumia wateja hapa na wateja wengine. Lakini nilipofika eneo hili hapa niliwakuta watu hapa, nikawasalimia, mimi nikaenda nyumbani kwangu. Nyumbani kwangu sio umbali, ni kama kilomita 2 kutokea hapa. Kwa hiyo nilipofika nyumbani, baada ya muda mfupi nikitaka kubadilisha mavazi yangu ili niweze kurudi kwenye shughuli nimpokee mtoto, nikapigia simu na raia mwema hapa. Kaniambia kuna tukio limetokea hapa, kuna kijana amempiga mwenzake hapa na ameanguka chini. Ghafla nikafika eneo hili hapa, nikamkuta bwana Gabriel Noeli ambaye ndio mtu aliyepigwa amelala chini.